anaona sawa baba mama, kisa tamaa ya mali sio mimi. Baba nisamehe. Nataka kukuona kabisa nyumbani kwangu. Yaani wewe unanizalilisha mimi hapa kijijini. Nimekusomesha, umefeli. Nimekutafutia mume tena wa maana. Fundi mtaa mzima unajulikana. Alafu unakuja unakimbia siku ya harusi. Unanitia aibu mimi kijijini hapa. Wakunitia mimi aibu. Sitaki kusikia chochote hapa. Mimi hela za watu nazirudishaje? Paka leo nina madeni. Mimi na hapi hapa kijijini. Kijijini watu wanajijua. Wakunitia aibu. Mama ndizi kwa baba mama. Mtoto una akili kwani wewe? Katoka hapa kaenda mjini karudi amechora mwili mzima. Unamsaidiaje mtu kama huyo? Tena sitaki kitu chochote. Kwa sababu wakati mimi analetea matatizo kukusaidia kitu chochote. Ulikaa kimya. Sitaki kukuona nyumbani kwangu, uondoke sasa hivi. Uende huko ulipotoka. Na wewe kama vipi ungana na mwanao muondoke. Sitaki kuona mtu hapo. Sitaki mtu mjinga. Toka. Sitaki unaona unatia mguu wako. Kama vipi na yeye shuka ungana na mwanao. Usiletee upumbavu. Toka. Kwenda huko. Washenzi wakubwa. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Haya, nashukuru umefika. Umemaliza kupika sasa? Shamaliza. Asante. Mimi nimekuita mke wangu kwa ajili ya swala moja tu. Tuna ugeni huu wa binti yetu hapa. Japokuwa ni hapa ni kwao, lakini kwa sababu siku nyingi alikuwa yuko shuleni. Sasa amerejea. Ila najua tabia za vijana huku sizipendi. Waloho watu haribishwa vitu kama hivyo. Hasa mimi binti yangu sitaki haribikiwe. Ndio mtoto wangu. Nataka afike mbali. Asome hata kuliko mimi babake nilipofikia. Sasa nimekuita nikuase hilo, ukiwa nayo uongee maneno ya busara ili ajue mimi babake nahitaji kitu gani kwake. Suzi yuko vizuri na amefuata nyendo zangu mimi mama yake. Unanijua vizuri toka bado nikiwa binti. Umeniona nikiwa binti mdogo. Kwa hiyo Suzi mwanangu na yeye hawezi kuharibu. Suzi narudia tena yuko vizuri na hana tabia hizo unazozifikiria na hata kuwa nazo. Na wala hawezi kuharibikiwa. Vizuri. Sasa mimi niseme kitu kimoja hapa. Na nasema kwa dhati na Mwenyezi Mungu ndio ushahidi wangu. Ikija kutokea chochote kati haya mnayosema kimetokea, Mama Suzi utajua rangi yangu rangi gani. Kwa sababu nitaanzia kwako kwanza. Huyu atakuja baadaye. Niseme mara ngapi? Umwamini mtoto yule, mtoto ninamwamini 100%. Yuko vizuri, hafanyi chochote kibaya, wala akiwezi kumtokea hayo mawazo yako unayofikiria mume wangu. Achana nayo. Sasa kama hayo tunaongea sasa hivi usizumia, yuko wapi kwanza? Yuko wapi mpaka sasa hivi? Yuko ndani. Anafanya. Sasa atakuwa anasoma. Na hakika? Yumo ndani bwana, atakuwa ameenda wapi? Hebu kamwite binti yangu nimuone. Kamwite mke wangu. Ndio wasiwasi, unakuwa na wasiwasi. Wasiwasi ndio njia njema mke wangu. Binti Kaenga. Wewe mama. Wewe tena umeona bibi huu na mimi ndo nigoze bibi yako. Hapana mamangu. Ita jina lako ni vibaya. Ndio nite jina la utoto kabisa. Naona leo hujapiga vitu vyako Mwanangu. Haya mambo ya kupiga maji mimi nimemlisi bibi yako. Bibi yako alikuwa anapiga maji, tena alikuwa matata. Acha kumsingizia bibi bwana. Ila mwanangu, mimi muda mwingine sio kama napenda. Muda mwingine najaribu nipunguze mawazo. Mawazo ya nini mama? Namwaza baba yako mwanangu. Babako nilikuwa nampenda sana. Nikimkumbuka baba yako, basi naona bora ninywe pombe, huenda nitalala na amani, nipunguze mawazo. Unajua wewe, mimi nimekulea peke yangu, nimekulea kwa shida mwanangu. Namshukuru Mungu umekuwa. Asante mama. Hata mimi nakupenda sana. Sasa mama, nilikuwa nimekuja mara moja hapa, maana nimetoka kuchukua vitu mjini. Nataka niwahi dukani kule, sijafungua duka. Kwa hiyo ngoja nichukue vitu vyangu hapa, afu niondoke. Kwa baadaye mimi nitarudi. Sawa mama.
Mungu we, asante sana Mungu wangu, umenipa mtoto mmoja tu, lakini hata wenzangu huyo mmoja hawajapata. Umenipa mtoto mzuri, mwenye hekima, mwenye heshima zake. Asante sana Mungu. Wewe Riziki, hebu leta mkeka bwana. Hivi wewe, mimi ninataka kujua leo, huko mjini siku zote ulizokaa hizo ulikuwa unafanya kazi gani? Acha tu mama, mjini maisha ya shida. Kwa hiyo maisha magumu ukang'ang'ana tu, badala urudi kwenu. Umeng'ang'ana maisha magumu mama. Na ulikuwa unaishi na nani? Nilikuwa tu marafiki zangu. Marafiki tu, huna kazi. Wewe mtoto wewe, nimekaa hapa nimelia mpaka nimeshukuru Mungu. Samee mama. Mimi sina neno, nilishakusamee. Shughuli ipo kwa baba yako. Ujipange. Nitaenda niombe msamaha kwa baba. Lakini nitajitahidi kuongea naye. Ila na wewe mwenyewe ubadilike sasa. Uachane na hayo mambo ya kijinga hayo. Shauri yako. Haina shida. Kwa upande wangu mimi, haina shida kabisa. Karibu. Umekuja muda? Yaani nimefika muda mpaka mguu na utamatege sasa. Karibu. Nimechungulia huko. Nasikilizia. Nikasema kuna mtu kachukua shift huko. Si unajua nenda kisimani kuchota maji. Unajua tena mimi sio binti wa kijiji hiki. Kubali. Kipi? Nipo bwana, unajua sijakuona siku nyingi. Nimepita Sakazimani. Kwa moja nipite pale. Unajua mimi siwezi kupita kama siko vizuri. Siku tatu hujatokea hapa. Nikajua umeshapata kadogodogo huko, labda kasichana kateke ukaanza kukahudumia nani. Naanzaje? Wewe? Maji ya kina. Mtaanzaje kuacha maji ya kina? Hebu niangalie. Wewe kwa akili yako timamu, ningekuwa mbele unaweza ningekuwa nani mimi? Ningekuwa mbele zaidi, ningekuwa Rihanna ama Jennifer Lopez, ningekuwa nani? Wewe unafikiri hata mimi mwenyewe ningekuwa kama niko mbele ufikiri ningekuwa nani? Ungekuwa nani? Tusishindane. Wewe vimba, katika kijiji hichi hakuna mwanamke yote ananizidi. Kwanza sio kijiji. Kwa vimba na pili unajua kunihudumia. Kwa hiyo endelea kunihudumia na endelea kung'aa. Inakuwaje? Njaa inauma. Hamna, mimi si nikwambia leo sija yaani leo sijakuja rasmi, nilikuwa napita tu. Wewe tegemea mimi naishi vipi leo? Mimi nashimia tu hapo. Sasa hii mia yako kanywe kahawa. Nenda unakoenda baba. Baadaye urudi, nimekumisi leo siku yangu. Nenda unakoenda, zunguka, uwe tayari wa nini upate, usipate. Urudishe hiyo miguu yako hapa. Sawa Chris Brown? Kwa hiyo nipite hata kama nikiwa chukuchuku. Na nakwambia upate usipate, wewe rudi hapa. Leo nimekumisi siku yangu. Twende mbele sendema. Sendema. Cheze ya Beyonce wewe. Ndio ajita Chris Brown wewe. Sawa Chris Brown. Baba tazari, sio Chris Brown. Chris Brown namba. Hatari. Kakome.
Kakobe. Wewe. Hivyo Kakobe, mimi kuna muda mwingine uwaga najishangaa. Nasema hichi kijiji mimi nina makosa gani na hichi kijiji? Wakati pesa napata, kazi nafanya, muda mwingine najiona mimi, kwani mimi sio mwanaume? Mimi bwana Kakobe bwana, yani kila nikimtongoza mwanamke akinikubalia, kusema ukweli, yani na kwa unakagana siku 2 siku 3 kaniacha. Sasa wewe unacheka nini? Kakobe, unacheka nini? Mimi nakwambia kitu ambacho kinaniumiza mimi kwenye roho hapa kwenye kijiji. Hata na wewe. Yaani kilichokukuta wewe au kinachokukuta wewe ndio kinanikuta mimi. Bwana Kakobe. Yaani mimi mtu nikimtongoza tu kanipandisha, kanichusha, kanitema mate huko yani. Yaani mpaka muda mwingine mimi nikienda dukani nasikia anaitwa shemeji. Najiuliza huyu shemeji ananitia wapi wakati muuza duka mwanaume? Hapo pa kufanya hapo mimi nimeamua kumwachia Mungu. Tujiongeze kama vipi sisi twende kwa mganga. Kwa mganga? Twende tukaroge. Kwa mganga? Bila kuwaroga hao nafikiri watakupenda. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapa kijijini kwetu hapa kuna jamaa mmoja hivi ni kuadi mzuri tu huyo. Yaani huyo bwana kama anaamua kuadia mtoto mzuri mambo ya hapa. Huyu atoki. Huyu atoki. Huyo bwana. We anaitwa nani huyu bwana? Huyu anaitwa ani Selengo. Selengo. Mtoto mzuri atoki. Huyo hatari. Yaani huyo Selengo. Huyo kwanza kumuona kwa ni hela. Nini umesema hii? Nani? Majani ya kunde. Majani ya kunde. Bosi. Kwa hiyo unataka kuniambia nani sijui umesema sijui Kakobe sijui nani ndo amekuelekeza? Yani habari zako, sifa zako na jinsi ulivyosifiwa nikahisi wewe ndo mtu sahihi wa kuja kutafuta. Sifa za kijinga hizi. Nipo tayari kutumia gharama yoyote ili nimpate ubinti. Ndio maana nimekutafuta wewe kuadi, mtaalamu, fundi, master, mwenye sifa zako. Maana naambiwa ukiingia kwa binti yoyote yule umeagizwa pale dakika moja mambo yashaka kwenye mstari. Sasa kwa kifupi labda nikwambie kitu. Mimi hizo kazi za kuadi nimeshaachaga. Yaani nimeshaachaga kabisa. Muda tu nishastaafu kufanya hizo kazi. Sababu kwangu mimi naona kwa hapa kijijini hazinifaishi sana. Yaani huko mjini huko kuadi ndio uko unalipa, lakini kwa hapa kijijini mimi hazinifaishi hivyo. Kwa sababu utamkuadia nani? Yupi? Na sasa hivi mabinti wenyewe kufanyia ukuadi wa kutafuta. Mbona mimi nafanya kuadi mjini bwana, unapata kule unaondoka hapa unarudi nyumbani una milioni kwa kuadi tu. Kwa kutumika tu milioni. Tumeelewa. Unapata hela za kujenga japo kibanda. Sasa unamkuadia mtu anaenda kuunganisha viungo huko. Wewe mwenyewe huna hata unachokifaidika kitu gani? Bani mambo ya kuadi. Nishachaga sana. Najua umestaafu, lakini nakuomba ufanye kazi wewe ya mwisho kwa sababu mimi nina uhitaji. Yaani na uhitaji kweli. Kwa niko tayari kugharamia gharama yoyote ili nimpate tu huyo binti. Cha msingi naomba urudi mzigoni, pige kazi yangu wewe ya mwisho. Lazima mimi nipate burudani kabla ya yule. Mimi nianze kula. Utanipa kitu gani mimi cha kusema na kuwa kuadi? Unajua kuadi unasoma siala. Nadhani nashindwa kuelewa, na hisi labda wewe ni mgeni hapa kijijini. Sidhani kama kuna mtu anitambui kwamba mimi ndio Kinda. Sasa sijajua kwamba wewe utakuwa na gharama gani za kusababisha mimi nikashindwa kukulipa wewe na nimekihitaji kitu. Hebu tuliza kichwa hapo, unazungumza na Kinda. Niko tayari kulipa gharama yoyote ili mradi unifanyie kazi yangu kwa usahihi.
Kwa hiyo ni swala la kuniambia wewe unataka kiasi gani na nikulipe vipi, hiyo kazi yangu itafanyika muda gani? Sasa bwana, tufanye hivi. Mimi hiyo mechi mimi kuicheza dakika 90 naweza. Au nawajua mabinti tangu hajaanza kuvunja ungo, nawajua viviti vidogo dogo tangu vijanzi sijaanza kuvifanyia huko, hadi mimi navijua vibinti hapa. Basi naomba nifanyie hilo zoezi, yani kazi itimie. Kazi iwezekane, yani usifeli. Ndio maana nimekutafuta wewe na niko tayari kugharamika gharama yoyote ili tu kazi inyoke. Kwa hiyo na usiniangushe. Pale wewe kwa sababu una duka. Ndio mimi na duka hapo. Mimi nafikiri tufanye hivi. Kwa siku mimi napita pale dukani kwako kwa kila siku kuanzia mchana napita penda kwa nachukua 1.5 kilo ya mchele. Nisipende ugali. Basi sawa. Sasa cha msingi naomba ufanye kazi ndani ya wiki moja. Basi aina ngoja tuangalie tu, aina simi kwa sababu hapo shaniachie hiyo kazi, wewe niachie mimi, nitajua jinsi gani naifanya. Okay, basi sawa. Mimi hilo halina shida. Pesa yako nitakulipa, naomba tu kazi uanze. Basi sawa. Basi hakuna noma. Wewe hapo kama unasukume wewe niachie. Hapa tu sikaanza kwanza leo. Nataka nione hata mwanzo kidogo. Mpaka tuanze. Sasa si ndio tumeanza hapa kama kishika uchumba. Sasa sikia. Nataka tuone kwanza hatua za awali. Kazi kishaanza kufanyika, pesa mimi nitakupa, wewe ni mambo madogo madogo. Basi wewe sija. Mimi leo jioni tu nitajua nini cha kwanza kufanya. Basi pamoja. Sawa. Ile ndapita dukani pale. Wewe utapita, hakuna shida. Acha tuanze tu leo. Poa, pamoja. Kama kutakuwa na kitu chochote cha kupika, utaniambia mama. Sawa.
ujasiri wa kuja nyumbani. Unajua kabisa mimi hapa naishi na wazazi wangu. Hebu basi ongea haraka haraka, maana wazazi wangu wako ndani. Samani. Asa, ni hivi mimi kwenda kuuliza swali. Hivi unamjua huyu kijana mmoja huyu ana kiduka chake hapa nani hapa katikati hapa. Wanamwita Pinda, sijui ana kiduka chake hivi ndo anatoa parceli pale, ndo kuna wafanya biashara pale wanachukua michele na yani hapa katikati hapa. Dogo fulani hivi. Kinda hivi kizuri. Kwa hiyo kama namjua yule, sasa yule kuna ujumbe wake ambao mimi amenituma ambao nahitaji nikufikishie ujumbe wake maalum. Hebu sema haraka shida yako hivi. Alafu unajua kabisa wazazi wangu yani hawapendi kuniona mimi nikiwa na kijana yoyote yani. Dakika moja tu. Ulikuwa mnaongea na rafiki yako? Tulikuwa tunaongea mambo ya mpira. Kwa nisimulia habari za Kibdenis. Kwa kuna kingine hapo. Mambo ya mpira, sijui ya Kibudenis, sijui Aziziki, hapa mimi sitaki. Nataka nikuulize, alikuwa anakuambia nini? Mama, nimekwambia mambo yetu vijana tunazungumzia habari za mpira na mambo mengine tu. Sikiza nikwambie. Nimesikia mwenyewe kwa masikio yangu kwamba anakutafutia wanawake. Umenielewa eh? Mwenyewe nimesikia. Sasa mimi sitaki mambo ya wanawake. Umenielewa? Tena sitaki. Mwanamke yupi anakutafutia hapa kijijini? Kuna mwanamke gani hapo mimi nitakayemwita mkwe? Wanawake hawajui kupika, hawajui kuoga, yani wachafu. Uje walete ndani ya nyumba yangu mimi? Swala la mke nitatafuta mimi mwenyewe. Mwanamke ninayemtaka ndio mimi nitatafuta, nitaingia kwenye ile jukumu, si ndio? Usinifanye mpaka nichanganyikiwe, kigugumizi kinanishika. Unaniuzi ujue Kinda. Mimi nikajua ile kijana amekuzidi umri, ana busara, kumbe mambo wanawake. Sasa unataka kuua lile duka, si ndio? Nasikiliza nikwambie. Kuanzia leo sitaki nimuone hapa. Mtu mwenyewe una roho ndogo. Yakikukuta mambo ya mapenzi kidogo tu unataka nini? Anaona sawa baba mama. Anaona sawa baba mama. Baba Riziki, mwanao leo kafanya kazi zote za ndani. Kachanga kuni, kachota maji, kapika, kafanya kila kitu. Kazi zote hizo zingebidi nizifanye mimi, lakini namshukuru Mungu kanisaidia, na mimi nimepata muda wa kupumzika. Kwa hiyo umsamehe, si unajua na mimi napata pumzi kidogo, angalau afya yangu itakuwa vizuri mtu anapumzika. Yule binadamu hakuna mkamilifu. Mtoto akishaumia mkono utaukata. Mama. Chakula tayari. Utakula hapa nje au mtakula ndani? Tuletee hapa hapa. Mbona unamwangalia vibaya? Hebu rudisha roho bwana. Naomba badilisha hizo story, sitaki kuzisikia. Kama kuna maongezi mengine tuendelee. Hayo sitaki kusikia. Tutafute tu jinsi ya kuyamaliza tu haya mambo. Bwana karibu. Yaani na lisali moja nimekaa hapa. Nikajua utachelewa maana nimefika mapema hapa. Sasa lisali moja inabidi nivumilie, naangalia kushoto kulia mtu uonekane. Najua hapo labda umeniacha njia panda.
naona upo kwenye uwanja wa vita ukaona tia off. Mimi mwenyewe nashukuru kukuona kama nimekukuta. Sasa huo ndio uvumilivu unaotakiwa yani. Yaani unatakiwa kutakiwa mtu mhitaji siku zote mtafutaji achoki. Hebu nipe ratiba kidogo ya kazi. Yaani kazi imeenda vipi? Mimi na manangu ndio nimekuletea kwa uwanja wa Zambi. Waati uwanja wa Zambi, uwanja wa vita. Uwanja wa vita. Ukileta hapa lazima upambane ndio tusue. Kukaa kukutana na kuadi professional kama mimi hapa kijijini. Shukuru. Mimi ukiingia katika anga zangu utoki. Ndio maana hii kazi nikatafuta mtu mwenye sifa kama kwako. Unajua hapa kijijini unasifika kwamba wewe ndio mtu ambaye ukisimamia jambo la mtu lazima lifanikiwe. Hasa mimi nikatuliza kichwa nikaona hapa ni nani atanifaa kwenye kazi yangu. Ndio maana nimekutafuta mtu kama wewe. Mimi nikipewa kitu mimi ni sawa na kiungo, yani na dribble pale katikati. Mimi mimi si mtoto wa mjini bwana, mimi najua. Yani mimi nikiwa kama ni kwadi ni yule kwadi ambaye kama hao tumesoma hao wenzao kwenye chuo huko wanataga nini ile ukivesha ile kofia ile yani ukishamaliza tunafanyaje? Nani chuo kofia nyeusi sijui ni nini majo sijui mtu yuko chuo anaenda kugraduate mwaka wa mwisho ndo na vesha zile nani zile kofia nzuri nyeusi zile ana graduation sio kama yako hapa lakini graduation wala vitu sio kama yako wewe kofia unaweza na ubule kofia imeenda shule hii domo wangu kidogo ni mzito ndio maana hii kazi nikatafuta mtu mwenye sifa kama kwako twende kwa zoezi yangu maana nimefunga duka kule kumbuka hakuna mtu akumwacha kwa hiyo sasa na risali moja nimekungoja hapa na hivi ni kwenda kukwambia Kinda kila kitu mimi nimeshaweka sawa. Sasa ili nikuonyeshe kwamba mimi ni professional katika hivi vitu na ni mtu ambaye na vibe fulani hivi ambayo nikilifanya katika hapa kijiji hakuna mtoto mjini. Tulikubaliana bado budget yetu ni vile vile mambo yetu kama karibu. Mkataba utakuwa vile vile. Na wewe sasa yani hebu cheza kwenye mkataba pale. Yani zingatia kila kitu ambacho kinahitajika kitimie. Mimi sina shida na wewe na sina wasiwasi na wewe. Nishavuta ile ngoma yani nimeivuta yani. Nimeweka kama mayele. Kipa nimemvuta huyu hapa katoka ni manu. Kamanguka. Wewe ni kiasi cha tupia tu basi. Yani hapo ndipo unaponimaliza hapo. Mimi ninachohitaji ni wewe umeua kila kitu. Kama tulivyokubaliana mkataba unavyosema. Kwa hiyo kama umekuja naye yani hapo yani sijui kwambia umejua kunifurahisha. Katika mapenzi mimi msiniulize kitu. Mimi mwenyewe na shemeji yako ile kwa naye. Kama ana hela mimi sina hela. Mapenzi yetu yanakuwa kama Cobra na Chatu. Sijui kwa nini anakuwa hivyo. Karibu. Asante. Naitwa Kinda. Sijui mwenzangu naitwa nani? Naitwa Susan. Susan. Okay. Na zani salamu zangu umezipata? Kutoka kwa Serengo. Yes. Hajanipa salamu yote zaidi kuniambia nije kuonana na wewe. Ina maana Serengo hajakwambia kitu chochote? Hajaniambia kitu chochote. Okay. Kuna ujumbe nilikuwa nimempa Serengo akufikishie. Hasa nashindwa kuelewa kwamba unaniambia mpaka umefika hapa hujaambiwa kitu chochote. Hajaniambia kitu chochote. Alafu mbona makaburini? Ili eneo mimi mwenyewe sijapenda kuwepo hapa. Ila huyu Serengo ndo ameniambia hili ni sehemu nzuri na sahihi ya mimi kukutana na wewe. Kwa hiyo ule ujumbe niliokuwa nimempatia kufikishia nikajua kila kitu kashamaliza. Ina maana mimi nimefika hapa najua wewe utakuwa umekuja, unajua ni kitu gani hapo umekuja kukutana na mimi, yani kuna kitu tayari ushaambiwa, yani mambo yako yamekaa vizuri na wewe. Hajaniambia kitu chochote. Zaidi ya kuniambia nje kuonana na wewe. Basi. Basi sawa. Unajua mimi kukwambia sio kazi. Naweza nikakwambia lakini sasa najiuliza kama nikikwambia
nitakuwa nimemkosea Serengo. Sasa cha msingi wewe kamsikilize Serengo ni kitu gani atakwambia. Alafu akitaka kukwambia, yani kwambia kitu chochote, wewe mkubalie. Kwa sababu yeye ndio nimempa hiyo kazi kwamba mfikishie kitu hiki huyu binti. Alafu mimi aje hapa kila kitu kiwe tayari. Mimi bana nilikuwa na muda mchache, nilikuwa na dakika 5 tu. Sawa. Lakini Suzi, basi wewe nenda. Haya bana, mimi nitamsikiliza. Kwa hiyo? Haya, usikatae sasa. Haya bana. Usikatae bwana. Yaani usikatae. Namtafuta Suzi. Sawa? Pia mtu anachelewesha mambo jamani. Asingemwambia. Serengo. Kuja piga cross mwanangu, kuja piga cross. Wewe utaka mimi nimwambie nini yani? Yaani wewe utaka mimi nimalizie kwenye nini? Sasa kwani wewe binti amekuja hana habari yoyote, hujamfikishia maneno yote. Yaani ulichofanya ni kwamba umlete akutane na mimi. Akati mimi nimeshakwambia mapungufu yangu mimi najua, mdomo wangu mimi naujua mzito. Wewe ulikuwa unaona ugumu gani jamani? Singekuwa tumeshamaliza mchezo hapa, mimi ningeshika mkono na kupeleka ndani. Wewe kindagate kweli, wewe kinda kweli wewe. Yaani wewe kinda sio kisinda. Hivi wewe mimi kazi yote hili nilifanya ya kudribble kumvuta yule mpaka kumleta hapa. Kwanza usitaki kunishusha daraja hivyo kwa kufikiria unavyotaka kufikiria. Wewe tulikubaliana nini yani? Mimi nimtoe sehemu moja kumove up sehemu nyingine. Si ndio tulivyokubaliana? Mimi ningemaliza mchezo mimi. Wewe rafiki yangu na mdomo mzito kweli rafiki yangu. Japo na mdomo mzito lakini sometime nikiamua najijua naweza nikaperform. Wewe kwa yule mtoto wewe ulikuwa unaweza hata kumkaribia. Wewe bado mjinga. Mimi yule tayari nishamchukua. Nikamweka hadi katika nishamtengeneza kwenye njia nishamgugu kaja hivi. Yaani kiasi cha kusema wewe kutamka hiki kineno chenu cha Kiingereza hichi cha mwisho cha kusema mwambie tu bana I love you. Neno lenu nani basi. Singeshindwa, hivyo ni vitu vidogo kumwambia I love you ningemwambia. Lakini nikaona nitakuwa nimeingilia utaratibu. Wewe kazi yako ni ipi sasa? Sasa wewe utakani mimi nikuchukulia yani kwa umri wangu huu uliofika nao na ubebevu niliokuwa nao. Nimchukue yule nimwingize mpaka ndani. Nikamchojoe, nimvue, nichukue hiyo sijui nani kitu gani hicho, nimweke wafu ndio aende kufanya vile nani. Wewe mjinga kweli. Yaani mkataba ni kwamba wewe una kazi yako, mimi ndo bosi wako. Na maana sasa bosi tena ndo nije nianze awali. Yule pale nani tunaendelea leo ni kwa siku ya kwanza. Ile mkataba wetu ulivyo vile haujakwisha. Tunaendeleza. Mimi baadaye nitakuja kuchukua mzigo wangu. Maana kwa mimi tayari nishakunukisha harufu. Asema kwa mbali nimefurahi binti. Kwa hiyo wewe unataka nao sio mdomo mzito sana. Mimi sijataka kuingia kwenye maeneo yako na wewe play part yako. Mimi ninachosema ni mradi nishakusogezea hapa. Hii ndio hatua ya kwanza. Haya mengine tutaenda kuyafanya kidogo kidogo. Okay. Wewe mzigo wewe na wewe unajifungua kujiongea zaidi. Acha ubumunda wako. Wewe ile pale kashaondoka kufanya bye bye basi kachamaliza. Sio leo unataka leo. Wewe mwenyewe kufunguka umeshinda. Ila mimi ninachokuja kukwambia kwamba twende mbele na kurudi nyuma. Nielewa bwana. Ninachokwambia ni kitu kimoja tu. Mkataba wetu uko pale pale. Anaona sawa baba mama. Anaona sawa baba mama. Kisa tamaa ya mali sio mimi, limeacha familia nyumbani sio mimi, naye mpenzi wangu moyoni naempenda na kumwacha sitana. Na mbona mimi unaniambia ni kutoka kunywa pombe zangu, nawe mbona hauko sawa? Niko sawa mama. Hauko sawa. Nini shida? Wewe hauko sawa. Mimi nakujua. Ila mwanangu nimekuzaa mwenyewe miezi 9. Nimekunyonyesha manyonyo ukiwa na furaha, unacheka wewe ni wa kicheko.
Haupo hivyo. Tatizo nini? Maana shule sijui nianzie wapi. Anzia popote. Kwanza mpaka duka kule leo umefunga mapema, kasi kawaida yako. Suzi mama. Suzi? Kinda. Ushaanza tena mambo yako, usharudia, unataka unirudishe tena kule ambako mpaka dunia hii nkaiona mbaya, kutaka kukupoteza mwanangu kipenzi, mwanangu wa pekee. Umerudia tena mabwana yake. Suzi. Vipi mama, mbona niangalia kwa kuninyali? Ujiona? Sura mbaya. Yaani mbaya. Alafu unatoka hapa, dukani kwa mwanangu kwa, nipe sukari, nipe mafuta. Wewe unataka ufurisi duka la mwanangu, si ndio koma Kome mwanangu wewe. Mama, unachokiongea hapa sikijui. Huyo mwanao simjui. Nimezaliwa hapa mwenyeji, najua watoto wote. Visichana hapa kijijini vinajipeleka peka kwa mwanangu sana, tunakujua wewe. Wewe chana na mwanangu wewe. Mkenyewe mbaya. Mwanangu HB kasoma tali. Yule mwanamke wa kuoa, mtalia wote hapa kijijini, sikuwa kuoa yule. Sangafu, sikiliza nikwambie. Mimi ndo mama Kinda mwenyewe. AKA Mama K. Tunanielewa Achana na K mara moja. Jinga nini wewe? Afu unakata. Huyo Suzi simjui na mimi sio Suzi. Tena leo una bahati. Pata vitu kidogo tu. Wala ningekupaza uso. Ndo Mama K sasa. Jinga nini? Sura imekushuka uso mbaya. Oya. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu, mchumba wangu, mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu, mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu nihurumie na kupenda. Mchumba wangu nihurumie na kupenda.
wewe ni mchumba wangu, nihurumie na kupenda. 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 Yaani sioni hata sababu ya wewe kulia hapa. Yaani umejua kuniaibisha katika kiwango cha kimataifa. Hivi wewe unakwenda kuolewa na mganga wa kienyeji? Sijaolewa. Huo puzi unaweza kumwambia nani akakuelewa? Miaka 5 umepotea na mganga wako hapa muonekane kijijini. Mimi nilitoroka nyumbani kwa kukataa kuolewa. Na ujui makubwa nilopitia huko nilikotoka. Ndio najua kama mimi sasa hivi sio wako tena. Kuna mtu labda una nafasi yake. Zikawa hivyo. Yaani miaka 5 angalia ulivyobadilika. Tatu kila kona ya mwili jamani, kweli? Naomba nafasi ya mwisho. Mchumba wangu, nihurumie na kupenda. 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 Mchumba wangu, mchumba wangu, mchumba wangu, nihurumie na kupenda. Mchumba wangu, mchumba wangu, nihurumie na kupenda. 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 Wewe ni mchumba wangu, nihurumie na kupenda. Mchumba wangu, nihurumie na kupenda. Sawa nitaishi kama danga, nakubali kudhalauliwa. Siwezi kushika mapanga, hapo moyo umeshazidiwa. Sawa, nimeshakaribia. Naamini nisingependa kupoteza muda sana. Ninachotaka kukwambia, nia yangu bado iko pale pale. Naamini kabisa sasa hivi binti yako amesharudi hapa nyumbani. Ili na mimi tuwe mambo yetu yaweze kuendelea mimi na wewe. Namhitaji. Kutokana na makubaliano yetu mimi na wewe. Sikupenda sana tufikie mbali, nifanye mambo mengine makubwa. Huko kwenye kufika mbali huko ndio sio kizuri. Ili swala tukae tulimalize tu kwa upole. Sawa ba? Wala tusiwe na matatizo. Ni kweli. Wewe niachie mimi nitaongea naye. Sawa, ongea naye kwa makini sana. Na kujua wewe. Tumalize kibinadamu hili swala. Mawazo nashambuliwa. Sitaki kupangiwa. Sitaki nichaguliwe. Mama. Njoo. Wewe. Sogea. Unamkumbuka huyo? Nakuuliza, unamkumbuka? Inabidi hii aibu tuiondoe sasa hivi hapa kijijini. Ili swala tulimalize. Na kama unataka tuelewane mimi na wewe, basi tulimalize ile jambo kwa haraka sana. Nadhani unanielewa. Hivi baba, si unaelewa nimekimbia kijijini kwa sababu gani? Kwa ajili ya huyu mzee. Alafu isitoshe, nina mchumba wangu. Una mchumba? Kwa nini siku zote ukumleta hapa nyumbani tukae tumalize ya mambo? Mpaka unafika umri unazeekea hapa nyumbani kwangu, alafu unaniambia una mchumba. Kwani huyu afai? Hivi unajua nimepitia mambo mangapi huko mjini kwa sababu ya huyu mzee? Kwanza nilikuwa na mchumba wangu, tunapendana, tunakuelewana. Nimebakwa baba. Nimefanya kazi za ajabu unazozijua. Nimeuza mwili wangu. Nimetembea na wanaume nisiowahitaji katika maisha yangu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sawa, nimekubali. Unahitaji kuwa na mimi kabisa. Sawa. Nataka mjue ukweli. Mimi ni mwathirika. Mwathirika? Na huyu mzee ndiye alosababisha haya yote. Sasa nimekubali kuolewa. Yeye anioe hata sasa hivi. Kwa sababu huyu ndio chanzo cha matatizo yangu yote ninayopitia. No.
pesa yangu. Nakuchukia sana baba. Serengo. 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 Tunaomba usifunge mkanda baba. Vipi? Yanashindwa hata nianzie wapi. Tayari nisharibu kule kwa Suzi. Umeharibu nini? Wewe kwani hapa nani kakuelekeza? Acha na nani kanielekeza. Nina tatizo ndio maana nimefika hapa. Siku na yule binti sijui ni jini mtu, yule sijui katoka wapi rafiki yangu. Yule binti yule aliolewa na mganga miaka 5 huko nyuma iliyopita. Kanikuta dukani huko rafiki yangu. Kaanza kulialia dukani, mara katoka kakimbia, sikaanza kumfukuza. Nimefika nasimama naye hivi tunaanza kuongea vipi? Oh, analia anapiga magoti, sijui nisamee imepanda imeshuka, ile namnyanyua basi. Suzi huyo. Kanikuta tumegandana na yule binti kama ruba. Aya. Na ulititi no surrender. Sisi tutaanza. Kwa hiyo sasa nataka kusema kwamba Suzi kakuna live. Anakuambia macho kwa macho. Ananiona na mimi nimemuona huyu hapa. Kaanza kumuita, hataki kunisikiliza kaondoka. Huyo binti naye namsukuma naye anang'ang'ania kama chizi. Kuchi utaya. Ndio maana nimekuja kwako, maana hakuna na jana najua. Kijijini hapa hakuna mtu yoyote mtaalamu kwenda kuunganisha mambo kama wewe. Ili kwako mimi nahisi ni swala dogo. Naomba unisaidie. Sasa hivyo vitu unajua nikwambie nani Kinda. Hivyo vitu vingine unajua hiyo ni kazi nyingine mpya tunakuja kupeana. Serengo bwana, usitaki kuniambia kwamba tena nataka kitu kidogo rafiki. Zile waya zishaungua. Kwa hiyo vinavyotakiwa pale uvivute vile nani vile vyao vikwangue, uchukue ile nani connect ni uunge ndio viunganisho vije viungane tena. Sasa hiyo kazi nyingine mpya hiyo tofauti, ndio mkataba mpya huo. Ndugu yangu, tuna mikataba mingapi? Ule mkataba mimi nimekusaidia mpaka hapa tulipofika. Wewe unafikiri mimi kupeleka watu motoni kama hivi nafikiri mimi napenda? Wewe fikiri Zambia tunaenda kushare wote? Sasa umalizie na hiyo. Hii achana nayo hii. Wewe kwanza kapige kazi kwanza, kaweke mambo sawa. Hii hapa hii unapoiona hii namwachia tu shemeji yako. Kamaliza kwanza mchezo afu tutaonana. Mimi sina wewe tupo jamani, kwenda hama. Mimi nipo. Basi wewe unaweza kaenda, mimi nitakuja tutakuja tutaangalia jinsi gani. Ngoja kwanza nimwage. Okay, poa. Ngoja tuangalie. Poa. Mama Suzi, mimi nakwenda zangu. Ndio. Nisubiri kwanza. Kuna nini? Kuna kitu nataka kukupa. Haya, fanya haraka basi. Nini? Ni barua. Imetoka wapi? Kuna watu walitumwa kuileta jana jioni. Sasa mbona ukunipa tangu jana? Nilijisahau, lakini nilijua utakuwepo tu leo nitakupa. Unamjua Leleta? Hapana, simjui. Umeisoma? Sijaisoma. Na umeshia kuongea chochote na binti yetu Suzi? Sijaongea chochote. Kuna kitu kinatafutwa hapa. Elewa. Haya. Nitajibu jioni. Sawa.
Yaani Suzi bwana ndo kama hivyo. Yule bwana amekuja bwana analalamikia bwana, unajua kilichotokea. Nenda kaongee na Suzi tu, kamuombe msamaha. Mimi nilifyatuka tu, siko sawa. Kwa hiyo wewe kamsikilize. Kalia kweli hapo nyumbani. Kwa hiyo kaona haina shida, acha nikaongee na Suzi kwa sababu Suzi ni muelewa. Yaani hivi wewe kweli naona tumwa tu nakubali. Amna. Si unajua yule imemtokea tu pale bahati mbaya. Kwanza unanitafutia kijana mwenyewe yule wa ajabu. Mtu asimama na mwanamke barabarani tabia aibu kabisa. Kinda kwanza hatumiki sana yule. Yule hana watu kabisa. Hatumiki hivyo, yani hatumiki. Yule imetokea kama imemponyoka. Hebu kwanza nikuulize kitu. Kwani wewe unanionaje wewe? Kwani wewe unipendi mimi? Kwani wewe tatizo liko wapi? Hata kama umpendi, tu unamwongopea tu mara tu imeisha mara moja, unachukua mchele yako tu, hata kama ukitaka kilo 50, 60, kilo 100 unachota tu. Wenzio unaburula. Kwa wewe unanijia mimi kisa kwa sababu napewa kitu. Nini? Sijui mchele, sijui nini, visukari ndio nakuja kumfuata mimi. Yaani sio kama vitu kama hivyo, yani kama hivi. Yaani simaanishi wewe unaenda tu unazugazuga, mimi nitakuwa pembeni yako. Yuko hapo. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Fanya hivi, mimi nitaenda kuongea naye. Suzi. Nadhani Serengo kashakwambia kila kitu. Yaani wewe ndo mtu pekee ambao mimi nahisi utakuwa na mimi maisha yangu yote. Nilikuwa naomba ukubali ombi langu. Suzi, nakupenda na sina mwanamke yoyote hapa kijijini. Yaani wewe ndo mtu wa muhimu kabisa katika maisha yangu. Kwa hiyo naomba unielewe. Siku ile nimekuta umemkumbatia kabisa mwanamke hapa tena barabarani. Yule binti niliyokuwa nimemkumbatia ilitokea bahati mbaya. Mimi sina mahusiano naye yoyote. Sasa ingekuwa ni mtu wangu ningekuita. Suzi, naomba uniamini. Mimi siko kama hao vijana wengine unaozungumzia. Na hizi habari ni kwamba mimi sitaki kuchezea, nataka nikuoe. Mimi hapa kijijini kwa kweli. Vijana hapa kijijini, yani siamini kabisa. Na mimi sihitaji mwanaume wa kumchezea tu. Mimi sipo kwenye hilo kundi la hao vijana. Yaani mimi ni mimi na hao vijana hao ni wao. Kwa hiyo usiniwe kwenye kundi moja. Naomba nielewe. Yaani wewe ndo mtu wa muhimu katika maisha yangu. Na nakupenda. Tayari hizi habari nishampatia mpaka mama yangu. Habari zote anazo kwamba mimi nahitaji kuoa wewe. Kwani unataka kunielewa Suzi? Hebu kwanza nyanyuka kwanza. Ushanikubalia. Usijali, nitakupa tu jibu lako. Lakini kwa sasa hivi acha nimwahi mama, maana nimemwacha peke yake. Mimi acha niende. Haya sawa, kwa nitegemea jibu zuri au? Usijali. Kweli. Safi, lakini fresh sio sana. Anakuja anatoka, yani jibu la uhakika nimeambiwa kesho. Kwa sababu mambo bado hajakaa kwenye barabara. Mambo yako wewe, naona mtoto kalegea kabisa. Mimi nishamaliza kila kitu kule, shabutua kombolela. Wewe mabutua, lakini si unaona mapambano yanaendelea. Leo nitakupa mchele kilo 1. Leo mchele kilo 1. Kilo 1 hapo sio kilo 1, japo niwekee kilo 1.5. Suzi. Njoo. Chao baba. Mara vipi hali? Salama bosi. Msikize binti yangu. Haya ndo kukwambia sasa hivi. Jitahidi uweke akili mwako. Kwa sababu wewe ndo binti yangu pekee. Sawa? Baba, kuelewa. Sasa nikuase tu. Lolote ambalo utataka kulifanya, hakikisha linatija. Na sio linatija tu, linatija kwako wewe na mimi na mamako. Usikurupuke. Sawa binti yangu? Kuelewa. Hebu sasa nijibu swali langu. Unataka kuolewa? Na nani kwanza baba? Sitakujua kwa manani atakuwa. Lakini nataka kujua tu, je, wewe una mashamsham na hamasa hiyo? Kujibu sio.
Okay.